Trigwen Media, burudani kwa wote. Naam, ni baada ya kuzimaliza dakika 90 kwa sare ya mabao mawili na sasa kulitokea tunaweza tukasema utata baridi baada ya 90 kumalizika. Taratibu zilijaribu kuwekwa sawa kwa sababu ya extra time, lakini kuna namna sheria zilifuatwa, wakasema kwamba twende moja kwa moja kwenye mikojo ya penalty, na anafungua kabati la penalty kwa upande wa R1 Sport ni Iniesta, mtaalamu yeye na Venance. Mkwaju wa kwanza wa penalty wa mchezo, Iniesta mguu wa kushoto wa ajabu, Iniesta anakataliwa. Venance mkwaju wa kwanza anakataa, afu anasema tunaondoka. Ukisikia ile 1 2 tunaondoka, ndio hii aloifanya hapa Venance. Mkwaju wa kwanza wa penalty umetemewa nje. Iniesta kabati alilopewa kwenda ufungua ukuwa sahihi. Penalty ya kwanza anakwenda kusimama Faustin De Gea. Mkwaju wa kwanza penalty kwa faida ya R1, upande wa D1 Umoja. Anasimama Faustin De Gea, yeye na De Gea kwenye milingoti mitatu. Kipenga kimesikika. De Gea amejaa kwenye mikono ya De Gea tena. Aliyepiga penalty anaitwa Faustin De Gea, aliyeikataa penalty anaitwa De Gea. Ni kama kuna kufahamiana fulani hivi. Ufunguo uliokabidhiwa De Gea sio sahihi pia. Penalty zote, ya kwanza ya R1 Sport imetemewa nje na ya kwanza ya D1 Umoja imetemewa nje. Mkwaju wa pili kwa faida ya R1 Sport. Haron. Wow, amempoteza Venance vibaya mno. Kuna namna ni kama amemtangua hivi, inaitwa wrong way hii. Haron, penalty yenye mwelekeo wa rula, alafu ina shindo kama ya kwanza kwa faida ya R1 Sport. Mkwaju wa pili anakabidhiwa Pierre Canijo, aliyepakiza bao la pili kwa faida ya DE Umoja. Pierre Canijo, waweza kumwita Boss Canijo, amekabidhiwa ufunguo wa penalty ya pili. Canijo cheza penalty nzuri kweli, anaitwa Boss Canijo. Ni pure talent hizi, mithili ya watoto wa pale Catalunya. Cheza penalty nzuri kweli, amesimama Coman. Mkwaju wa tatu wa penalty kwa faida ya R1 Sport, amekabidhiwa Coman, yeye na Venance. Coman ameiweka pale ambapo Venance ametoa mguu. Zinapigwa penalty za kipande kweli. Coman zote 90 aliangamiza kwenye kiwango bora, na kwenye mkwaju wa penalty amefanya kile kilicho bora. Anatambulishwa kwenye penalty ya tatu kwa faida ya DE Umoja Ubald. Yani hilo ni vyenu. Pena kama ametambulishwa kwenye penalty ya tatu. Mkao wa kusubiri kipenga kimesikika. Balde ni kule kunakotagia kuku, pale ambapo mayai yamefichwa. Ni tunaondoka. Wow, pure talent kweli hizi.
watoto wadogo, watoto 2000, zinawekwa penalty nzuri kweli. Sakumba anaiweka juu, bao litajaribu kufuata lakini penalty ya 4 anatambulishwa. Amejaza kwenye mikono, amekosa mkwaju wa penalty. Shafa cheza penalty ambayo imewakatisha tamaa kweli. Bao moja ulikuwa ni mkwaju wa 4. Masikitiko nakwenda kupokelewa na Kanijo Pierre, anaonyesha hali ya uongozi. Kwenda kucheza Asensio, mkwaju wa 5 anatambulishwa Asensio. Hii ndio itakuwa ni penalty ya mwisho katika maamuzi. Asensio, ticha, mwalimu. Ameijaza kambani. Wamewatuonyesha kile kidonda ambacho Feba alikitengeneza. Wow. Mmepiga wao, sasa ndio wameondoka, sisi ndio tunaondoka sasa. Moja kati ya mchezo wa kuvutia, mchezo wa kihistoria, mchezo ambao ulikuwa ni wa kutonesha vidonda. Kila mtu alikuwa na kidonda cha namna yake. Nimezimaliza zote dakika 90 na mikojo penalty. Ishara update. Hii ni Igwen Media. Tukutane hapo kesho kwenye mchezo wa finali, huku Feba, huku Manakali. Igwen Media, burudani kwa wote.